Yes. Hii ni dokumentari fupi ambayo nimeiandaa ya ulimaji wa zao la tangawizi. Huu unaouona mche huu ni mche wa tangawizi ambao tangawizi hii imepandwa mwaka jana mwezi wa 9, na hapa ndipo ilipofikia na inatarajiwa kuvunwa tena mwezi wa 9 mwaka huu. Manake tangawizi katika shamba ina uwezo wa kukaa ndani ya mwaka mmoja ndipo iweze kufanyaje? Kuvunwa. Kwa hiyo zao la tangawizi ni zuri sana, na haya unayoyaona katika hii shamba hili ni tangawizi, sio nyasi hizi ni tangawizi. Ni tangawizi, na kilimo cha tangawizi ni kizuri. Kuna muda bei yake huwa inakuwa ipo juu na kuna muda bei yake inakuwa ipo chini. Kwa hiyo ukiona tangawizi kama hili ni shamba la tangawizi. Hizi nyasi unazoziona imepandwa mwaka jana mwezi wa 9, na mwaka huu mwezi wa 9 ndo tunatarajia kuanza kuvuna mavuno yake. Na mazao haya yapo katika milima hii ya Uruguru, especially katika kijiji cha Amini kilichopo kata ya Kinole. Ukiangalia tangawizi imesimama na imekubali. Ukiliona jani limepanda vizuri, basi ujue kilimo hiki kinakubali katika milima hii. Na katika ukanda huu mazao ya viungo yapo mengi sana, sio tangawizi tu. Kuna hadi mikarafuu, kuna iliki, kuna mdarasini na mazao mengineo ya viungo. Kwa hiyo leo nimewaletea kilimo hiki cha tangawizi. Mpaka hapa ilipofikia ni miezi tangia mwaka jana mwezi wa 9 mpaka saa hizi ina miezi kadhaa, tunaenda kutafuta mwaka mzima. Kwa hiyo muda wa kuvuna hapa tunatarajia kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9 tunaweza tukavuna. Lakini ilipo hapa tayari tangawizi hii imeshaanza kukomaa. Chini vidaka vya tangawizi ushaanza kuviona, lakini huwa tuvuni ikiwa na hali kama hii. Huwa tunaanza kuivuna baada ya kuona jani la juu linaanza kukauka. Hii ni milima ya Uruguru, kijiji cha Amini, kata ya Kinole. Tunalima tangawizi na mazao mengineo ya viungo vingi, mdarasini ukitaka, iliki ukitaka, huku zinapatikana. Kwa hiyo wageni wote mliopo ndani na nje ya nchi, mkitaka habari ya viungo, basi huku Amini vipo na vinapatikana.